kwa sababu unatuongoza. Mungu wetu, tukushukuru kwa vyote. Mwana wako ako tayari kunena pamoja na wana wako. Mungu wetu, zungumza ndani yake kila wakati katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Wapendwa, tunaona ya kwamba siku ya jana tuliona ya kwamba shujaa wetu ni Mungu wetu. Tunapata ya kwamba aliye juu peke yake ni shujaa. Tunamtegemea yeye kila wakati. Yeye mwenyewe anatuongoza, yeye mwenyewe anasimama kwa ajili yetu. Na tukaona ya kwamba pia yule ambaye anayesimama kwa ajili yetu ni Yesu peke yake. Ni yeye mwenyewe aliyeshinda kifo. Yeye mwenyewe alisema kwamba nitasimama kwa ajili ya wana wangu. Yeye mwenyewe alisema kwamba ijapokuwa kuna majaribu za hapa na pale, nitazidi kusimama. Na tukaona ya kwamba wengi wanajiita mashujaa. Na maana Yesu anasema kwamba tunahitaji watu mashujaa katika hii dunia. Na wewe ndiye shujaa katika hii dunia. Unapotembea wewe ni shujaa. Unapofanya jambo lolote wewe ni shujaa. Yohana wa kwanza, kijana yule na baba yake wakaelekea kule msituni. Msitu kama ule tunaotazama wakati wa sasa. Wakaenda na baba yake. Walipofika pale msituni, baba yake akampeleka pale katikati ya msitu. Na kulikuwa na mti mkubwa ambayo ilikuwa imekatwa. Yule kijana akaambiwa akete pale. Na baba yake akamfunga kijana yule macho. Akamweleza kwamba nimekupa masharti. Unaposikia sauti yoyote usipinduke, usitoroke. Unaposikia sauti yoyote keti na ukuwe shujaa, kwa sababu wewe mwenyewe unahitaji kuwa shujaa. Wewe mwenyewe unahitaji kuwa shujaa. Keti vile vile hadi asubuhi, nami nitaweza kurudi kutoka nyumbani niweze kukuchukua. Ilipofika wakati huo, baba yake akamfunga macho. Akamweleza kijana wake, nimeondoka. Saa moja ikafika, saa mbili ikafika, saa tatu ikafika, saa nne ikafika, saa tisa ikafika. Yule kijana anasikia aina yoyote, aina ya sauti. Sauti inasikika ya nyani, sauti ya simba inasikika, sauti ya fisi inasikika. Yani sauti inasikika. Lakini yule kijana alizidi kuvumilia. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe anahitaji kuwa shujaa. Yesu anasema kwamba ninahitaji kuwa shujaa katika hii dunia. Je, utakuwa shujaa kivipi? Unaposikia sauti yote unatoroka. Yesu anahitaji shujaa kama wewe. Yule kijana alizidi kuketi. Ikafika saa 12, saa moja ikafika, baba yake akawadia. Aliketi kuanzia saa 12 hadi saa 12. Hakupinduka hata kidogo, kwa sababu yeye mwenyewe alihitaji kuwa shujaa. Na yeye mwenyewe akafaulu mtihani. Tunapokuwa shujaa, wapendwa, naye Yesu anasema kwamba nitaweza kukaa pamoja na wewe, kwa sababu wewe mwenyewe unasema kwamba ninahitaji kuwa shujaa, ninahitaji kuwa mtetezi wako kila wakati, nami nitakuwa pamoja na wewe. Yule kijana hakuwa peke yake. Yeye mwenyewe alikuwa na Mungu wake pamoja na baba yake. Kwa maana gani? Baba yake alikuwa ameketi kando yake akimtazama kijana wake, akimtunga kijana wake. Na Yesu anaketi pamoja na wewe unapofanya kila ambacho kinafaa. Anasema kwamba kuwa shujaa, nami nitakulinda kila wakati. Sikiliza, sio kwa nguvu au silaha, bali kwa upendo, haki na kweli. Inawezekana kuwa shujaa. Wengine wanatumia bunduki hiyo wewe shujaa, lakini Yesu anasema kwamba usitumie silaha yoyote, usitumie nguvu yoyote, lakini kwa upendo wake Mwenyezi Mungu wewe mwenyewe utakuwa shujaa wa kweli. Na nina mambo manne inayozungumzia kuwa shujaa. La kwanza ni kwamba shujaa hufanya maamuzi sahihi. Sikiliza, shujaa anafanya mambo sahihi, anafanya mambo ambayo iko sawa kabisa. Katika kitabu cha Danieli 1:8 inasema aje mtumishi? Naomba uweze kunisomea fungu hilo tunapoendelea. Danieli 1:8 inasema aje? Lakini Danieli ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ya kweli kabisa, alisema kwamba sitajitia unajisi, nitasimama imara. Alitumia nguvu zake Mwenyezi Mungu ili aweze kusimama imara. Alisema kwamba nitakuwa shujaa. Danieli aliamua kutokujitia
ya zamani, kutokujitia unajisi, hata kijana aweze kuwa shujaa kwa maamuzi yake safi na mimi mbele zake Mwenyezi Mungu. Hata iweje, wewe kijana, wewe mtoto unayenisikiliza wakati wa sasa, hata mama yangu, hata baba yangu, je, utakuwa shujaa aje ukipewa vinywaji vya hapa na pale? Je, utajitia unajisi uweze kutumia hiyo vinywaji? Je, utakuwa shujaa aje? Tasema Danieli alisimama imara, hata mfalme alipomweleza fanya hii na hii, yeye mwenyewe alizidi kusimama imara. Tunaendelea kuona kwamba shujaa usimama kwa kweli. Sikiliza Waebrania 11:24 hadi 26 inasema kwamba Musa akakataa anasa za Misri, akaamua kuteseka na watu wa Mungu. Aliona fahari kuwa upande wa haki kuliko starehe za muda. Tunapata kwamba shujaa anasimama kwa kweli. Musa alikataa anasa za Misri, akaamua akasema kwamba nikakubali niweze kuteseka pamoja na watu wa Mungu. Aliona kwamba mimi mwenyewe nitasimama kwa kweli, mimi mwenyewe sitaweza kufanya kila ambacho sifai kufanya. Mwenyewe alisema kwamba nitaweza kuwa shujaa wa kweli. Sikiliza, shujaa anasema kwamba shujaa ubeba msalaba wake mwenyewe. Luka 9:23 anasema kwamba Yesu alituita mtubebe misalaba yetu kila siku, yaani tufuate mfano wake hata kama ni hukumu. Yesu anatuita, anasema kwamba tuweze kubeba msalaba wetu sisi wenyewe, hata kama ni ngumu, tuweze kufuata mfano wake, kwa sababu mwenyewe alibeba msalaba wetu pale mwanzo. Akasema kwamba mimi mwenyewe nitakuwa mtetezi wenu, nitakuwa shujaa wenu kila wakati. Hiyo basi sisi wenyewe tuweze kufuata mfano wake Mwenyezi Mungu, tuweze kubeba msalaba yetu kila siku, yaani tufuate mfano wake jinsi alivyotueleza. Wapendwa, Yesu alipokuwa duniani, yeye mwenyewe alikuwa mfano wetu. Hivyo basi tukifuata mfano huo, Yesu mwenyewe anasema kwamba mtakuwa shujaa wa kweli. Laini anasema kwamba shujaa hutumikia wengine. Mathayo 20:26 hadi 28. Biblia inasema kwamba shujaa wa kweli ni mnyenyekevu. Sikiliza, shujaa wa kweli ni mnyenyekevu. Anapoeleza afanye jambo fulani, yeye mwenyewe ananyenyekea. Hata Yesu alipokuwa duniani alikuwa mnyenyekevu, hakujiweka pale juu ili aweze kujionyesha kwamba yeye mwenyewe anaweza. Alijinyenyekesha akajiweka hapa chini. Hivyo basi sisi wenyewe tukihitaji tuwe mashujaa, tunafaa kujinyenyekesha mbele zake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi tuwe washujaa. Watoto wa Mungu, Yesu anatueleza kwamba tuwe washujaa. Shujaa wa kweli ni mnyenyekevu, utumikie wengine kama Yesu alivyofanya. Tutafute ukuu bali upole. Ukiwa mtu ambaye ni mpole kila wakati, naye Mwenyezi Mungu atakuinua. Ukiwa mnyenyekevu mpendwa, naye Yesu atakuinua. Tairi Mabafu anasema kwamba unahitaji kuwa shujaa. Anakuhitaji wewe mwenyewe uwe shujaa. Unapofanya jambo lolote unahitaji kuwa shujaa. Na shujaa ni mtu wa aina gani? Shujaa ni mtu mpole. Shujaa ni mtu mnyenyekevu. Anapoambiwa jambo lolote, yeye mwenyewe ananyenyekea, anafanya kile ambacho anahitaji kufanya. Yesu ni shujaa kutoka juu. Alitupenda akatufundisha, na sasa anatuita tuishi kama mashujaa wa mbinguni hapa duniani. Yeye mwenyewe anatuita tuishi kama shujaa hapa duniani. Yeye mwenyewe anasema kwamba watu wangu muishi kama shujaa, kwa sababu yeye mwenyewe alitupenda, anatuita wakati wa sasa. Anasema kwamba tuishi kama mashujaa wa kweli katika dunia hii. Yesu anatuita mpendwa, mama yangu, baba yangu, dada yangu, ndugu yangu, Yesu anakuita ili uweze kuwa shujaa. Kwa sababu gani? Alikuwa pale msalabani kuonyesha ujasiri wake, kuonyesha ushujaa wake kule pale msalabani. Je, sikiliza, swali ikaja jinsi hii. Je, utakaa kisi mfano wa hero from above? Leo fanya uamuzi wa kuishi maisha ya utii, ujasiri na utakatifu. Siku ya leo mpendwa, kata kauli yako wewe mwenyewe uishi kama shujaa wa kweli. Kwa njia gani? Ya utii. Heshimu wazazi wako, heshimu kila mmoja ili uweze kuwa shujaa wa kweli, yule mtu ambaye ni mtukutu.
Sikiliza, uishi maisha ya ujasiri. Lingine, ishi maisha ya utakatifu. Kuwa mtakatifu kila wakati. Kuwa mtakatifu kila wakati mpendwa, ili uweze kuwa shujaa wa kweli. Shujaa wa kweli anafanya mambo yote yaliyo sawa sawa. Uweze kuwa shujaa kama unamtusi mwenzako. Uweze kuwa shujaa kama unafanya mambo ambayo haifai. Uweze kuwa shujaa kama unafanya ukatili. Yesu anasema kwamba mwana shujaa katika hii dunia. Anatuita kila wakati. Si kwa nguvu zako. Sikiliza, uweze kuwa shujaa kwa nguvu zako. Utakuwa shujaa kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Yesu anatuambia siku ya leo, jioni hii, anasema kwamba kuweni shujaa katika hii dunia, bali si kwa nguvu zako, bali kwa nguvu zangu. Yesu anasema bali kwa nguvu zangu yataweza kutupa kila wakati, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunapokuwa mashujaa wapendwa, tuombe kila wakati, tuweze kuimba, kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kijana mmoja alikuwa shujaa. Walipokuwa wanasafiri pale juu wakiwa ndani ya ndege, yule kijana alikuwa anaomba kila wakati, alikuwa anaimba, anasema Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono. Kuweni shujaa kwa kutumia Roho Mtakatifu. Anatuma Roho Mtakatifu. Yule kijana alipokuwa ndani ya ndege ikayumba, ikapatwa na mawimbi. Yule kijana alizidi kukaa tu bila wasiwasi, lakini watu wengine wanalia, Yesu tuokoe, sijui nini. Lakini yule kijana kwa bila wasiwasi alikuwa amefunga safety plan mzuri kwa ndege na yumba, lakini hana wasiwasi. Yeye mwenyewe ni shujaa. Alikuwa anafuata mienendo yake Mwenyezi Mungu. Alikuwa anafanya kila ambacho kinafaa. Wapendwa, tukiwa mashujaa, Yesu naye atakuwa upande wetu akitusaidia. Wapendwa, siku ya leo, jioni hii, sikiliza, tukiwa mashujaa, Yesu naye anatuongoza katika safari hii ya dunia, kwa sababu safari hii ni ngumu sana. Yesu anasema kwamba nitaweza kutembea pamoja na wewe, ataweza kukushika mkono kila wakati. Wimbo hapo utaweza kuniwekea sasa tu, iweze kurudia, niwekee sasa tu. Mbinguni katika hii dunia changamoto ni nyingi, tunahitaji uwepo wako Bwana ili tuweze kufika salama. Chuki hata kukataliwa kwa ajili ya imani yetu. Tukiwa nawe Mwokozi wetu, tuna imani tutashinda. Yani uwepo wake Mwenyezi Mungu uliwasaidia watu, uliwasaidia watu, kwa sababu katika hii dunia mambo ni mengi, mambo ni mengi katika hii dunia, kwa sababu njia zako. Yesu anasema nitakulisha katika njia zako. Yesu anasema mimi nitakubariki katika biashara yako. Mimi nitaweza kukusaidia, nitakuinua kila wakati. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unamtumikia Mungu wako ambaye ni uhai, ni ako hai wakati wa sasa. Yesu anasema mpendwa, mimi nitasema pamoja na wewe kuanzia sasa hadi mwisho wa dahari, katika jina la Yesu Kristo aliongozi wetu. Amen. Mungu aweze kubariki sana tunapoendelea na kumsaidia tu. Mungu aweze kubariki sana, tuweze kuomba. Baba mtongozi wetu, tunakushukuru wakati hii. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu uwepo wako unaonekana. Uwepo wako kwa wanadamu unaonekana. Mungu wetu, umesema kwamba tuwe shujaa katika hii dunia. Mwenyezi Mungu, umesema kwamba tuweze kusimama imara, bali si kwa nguvu yetu,
bali ni kwa nguvu yako. Mwenyezi Mungu, utufanye tuwe shujaa, tuweze kusimama imara. Tuna Roho wako Mtakatifu ili aweze kutuongoza tunapozidi, Mwenyezi Mungu, kukutumikia. Mungu wetu, utujaze tuwe watu wa imani. Mungu wetu, tukushukuru kwa vyote katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen.